Shirika la utangazaji la Al Jazeera liliripoti kuwa mwandishi wake wa habari anayefanya kazi na moja ya chaneli zake ameuawa katika shambulio la Israel akiwa ndani ya gari lake kaskazini mwa Gaza. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Hussam Shabati aliyekuwa akihusiana na Al Jazeera aliuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani za Israel lililolenga gari lake siku ya Jumatatu, Machi 24 mwaka 2025 karibu na sheli ya mafuta katika mji wa Beit Lahia. Shirika la ulinzi wa raia la Gaza limethibitisha kifo chake. Aidha, shirika hilo limethibitisha pia kifo cha Mohamed Mansour, mwandishi wa habari wa television ya Palestine Today yenye uhusiano wa karibu na Islamic Jihad, ambaye aliuawa katika shambulio la anga lililopiga nyumba yake katika mji wa Khan Yunis asubuhi hiyo ya Jumatatu. Msemaji wa ulinzi wa raia wa Gaza, Mahmoud Basal, amesema kuwa zaidi ya magari 10 yamelengwa na mashambulizi ya anga katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza. Katika taarifa yake, jumuiya ya wanahabari ya Palestina imelaani vifo vya Shabati na Mansour, ikivitaja kuwa uhalifu uliorekodiwa kwenye rekodi ya ugaidi wa Israel. Jumuiya hiyo imesema kuwa zaidi ya waandishi wa habari 206 na wafanyakazi wa vyombo vya habari wameuawa tangu kuanza kwa vita vilivyotokana na shambulio la Hamas dhidi ya Israel Oktoba 7 mwaka 2023. Israel ilianza tena mashambulizi makali ya anga katika ukanda wa Gaza wiki iliyopita na kufuatiwa na operation za ardhini baada ya kusitisha makubaliano ya wiki 6 ya kusitisha mapigano na Hamas. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas, watu zaidi ya 730 wameuawa tangu Israel kuanza tena mashambulizi Machi 18, ikiwa ni pamoja na 57 waliouawa katika saa 48 zilizopita. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.